Na kwa bahati nzuri katika familia ya mchungaji ninamshukuru Mungu kwamba naishi kama mwanafamilia, lakini ni ile tu neema ya Mungu, japo sifikii kati ya watoto wake, maana hata watoto wake wa mwisho umri wao ni mkubwa kwangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi ni kijana mdogo kadunchu kako hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile tu neema ya Mungu ambayo inasimama juu yangu, ndiyo ambayo inanipa kuendelea na mambo yote. Lakini ni kupe tu neno moja ya kwamba wakati wa kusikiliza neno la Mungu, sikiliza kile ambacho Mungu amekitaka kikufikie siku ya leo. Amina. Tuliza ufahamu. Yaani unaweza kuwa unafikiri mengi. Kuna mwingine anafikiria habari ya harambee, anakosa hela. Kuna mwingine anafikiria habari ya familia yake, ana safari kesho. Kuna mwingine anafikiri habari ya maendeleo. Mwingine ndo shetani ameshamchukua kabisa. Kama ni dereva nini anaanza kufikiria namna ambavyo alikata kona juzi. Yaani angekufa pale pale. Sasa hivi tuliza ubongo wako, mwachie Bwana ashughulike na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na somo ambalo tulikuwa tukiendelea nalo, na mshukuru Mungu limeendelea kupata kibali mbele za Mungu kuendelea nalo. Ni somo ambalo lina kichwa cha uhusiano wa Mungu na mwanadamu, na tuliona uhusiano wa Mungu na mwanadamu, mwanadamu kwa Mungu, lakini Mungu kwa mwanadamu, Mungu anamtambuaje. Lakini siku ya leo tutajifunza namna ya kujenga uhusiano na Mungu, namna ya kujenga uhusiano na Mungu. Tulianza jambo la kwanza katika tulioanza ni kukubali kumfuata kikamilifu. Kukubali kumfuata kikamilifu. Kukubali kumfuata kikamilifu kuna mambo machache ya msingi. Kuna kujitoa kwenye muda, ambalo ndo jambo ambalo wengi linawasumbua. Yaani kuacha shughuli zake kuja ibada, kuacha shughuli zake kufanya maombi inakuwa ni tabu. Lakini jambo lingine, kuweka uwiano ulio bora wa Mungu pamoja na utafutaji. Hatuachi kutafuta maisha. Usije ukasema kwamba tangu nimeokoka mimi na Mungu hautakula kanisani, lazima ukatafute fedha. Sasa unatakiwa ujue uwiano wa Mungu na maisha. Namba ya Mungu inakuwa juu kuliko namba ya maisha yako jinsi unavyojitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tukaona ni kumtafuta Bwana kwa nia thabiti. Kuna kumtafuta Mungu, alafu kuna kumtafuta Mungu kwa nia thabiti. Wako wanaomtafuta Mungu kwa sababu anaogopa moto wa jehanamu, na wako ambao wanamtafuta Mungu kwa sababu ndio Mungu ambaye wazazi wao wamelelewa. Yaani huyo yeye amezaliwa, amekuta baba anasali, mama anasali, nani anasali, na babu alisemaga sali hapo. Kwa hiyo wanamtafuta Mungu kwa namna hiyo. Lakini mtu anatakiwa kutengeneza nia yake kwamba mimi ninamtafuta nani? Mungu. Katika hayo tukaona kumtafuta Mungu kwa upendo. Unajua ukimtafuta Mungu kwa upendo, yeye atakuwa na wewe kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtafuta Mungu kuko kwa namna nyingi. Mungu amelitangaza pendo kwanza, kwa sababu ndani ya upendo mambo hufanyika bila hata wakati mwingine kupenda. Yaani we mwenyewe nafsi yako hujapenda, ila unajikuta tu ufanye. Ndio namna ya Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulielezana hapo, lakini leo tutaona Bwana anavyotufundisha zaidi. Kumtanguliza Mungu katika hatua zako zozote. Tukaona pia kwamba katika kila hatua ambayo unaenda unamhitaji Mungu. Kuna watu ambao huwa wanamshirikisha Mungu hatua zao. Tofautisha kati ya kumtanguliza Mungu na kumshirikisha Mungu. Yaani ninataka kujenga, ninaenda kumwambia Mungu ninataka kujenga. Tizama sasa ninaenda kujenga. Amen. Unaanza. Kesho unaanza kufikiria matofali, kesho kutwa magari. Umemshirikisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa unataka Mungu aende pamoja na wewe kwenye hatua zako, kila hatua na kila unalolifanya, nenda na Mungu. Ndio tafsiri ya Yesu kwenda mlimani kila siku. Alikuwa anajijua yeye ni Mungu na kesho ataponya wagonjwa, lakini alipanda mlimani kuomba. Alienda bustani ya Bethsemani kuomba. Yaani vyote hivyo anaenda pamoja na nani?
na Mungu. Ila kama angemwambia we Mungu ulinileta nihubiri injili, amen, anaenda kuhubiri injili. Amemshirikisha Mungu. Mungu ukimshirikisha na yeye anaonyesha ushirikiano. Huwa ana tabia hiyo. Yaani ukisema Mungu nina ujenzi, haina shida, nakupa mfuko mmoja wa simenti, anakupa, unaona kweli hapa Bwana amefanya. Lakini ungetaka Mungu aende pamoja na wewe, ungelijenga kama alivyojenga Suleiman. Oda zote alizoziweka baba yake za miti ilikuwa inaletwa mielezi kutoka Lebanoni. Yaani yeye alikuwa anasema tu mashariki ije, analijenga hekalu bila kutumia nguvu. Na wakati huo Mungu ameendelea kuamuru wafalme, na wafalme wanaleta dhahabu, wanaleta nini. Ndio maana lile jengo ukienda kulifuatilia linaleta ugomvi hadi leo. Kwa nini? Kwa sababu ya thamani yake. Sasa wewe kwa sababu unamshirikisha Mungu, ndio maana hatua zako ziko hivyo kwa uchache, na utaendelea kwa mchache. Kuweka tumaini kuwa Bwana ndiye mwamuzi wa hatima yako. Kuweka tumaini kwamba Bwana ndiye mwamuzi wa hatima yako. Kuna namna ambavyo wewe unaweza ukamweka Mungu katika maisha yako. Si mnanielewa? Kuna watu wanatumaini kwenye pumzi. Jamani, cha msingi uhai, uongo. Huyo anatumaini pumzi. Kuna watu ambao wanatumaini nguvu za fedha, kwamba yani wewe mwenye hela hata akose figo ataishi. Lakini mwingine homa inakumaliza. Hayo ni matumaini. Lakini mtu anayemtumaini Mungu ndani yake, yeye kulala kwake atasema ni Bwana, kutembea atasema ni Bwana, hatua zake atasema ni nani? Ni Bwana. Kumtumaini nani? Mungu. Ukimtumaini Mungu, kila unalolifanya, yani kuna wakati tunapimwa kwenye matumaini yetu. Kuna wakati tunapimwa kwenye matumaini yetu, ila huwa hatujitambui. Mungu anachokifanya, anakufungulia fedha. Kwa sababu wengi hapa tunataka hela. Anakufungulia fedha. Unakuta watu mashariki, magharibi, makampuni wanakutafuta. Hadi wewe mwenyewe unaona sasa milango yote hii itatema. Bwana Yesu asifiwe. Alafu baadaye Mungu anatulia pembeni akuone, je, tumaini lako ni Mungu? Anakuletea tu, anamwachia Ibilisi kidogo, anagusa familia yako, anakuta umeshawahi si mrefu. Halo, daktari, yani hapa naona mtoto wangu akikohoa anaunganisha na chafya. Sijui changamoto itakuwa ni nini. Tumaini lako ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu una marafiki wana sheria. Imetokea kuna ugomvi wa uwanja. Halo, sasa ndugu yangu, yani unajua vijana wa siku hizi ni wasumbufu. Wameingia tu kwenye uwanja, nimekuta wameanza kuchota udongo wangu. Kwa sasa hapa tufanye namna. Tumaini lako ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayemtumaini Mungu, ikitokea kuna ugomvi, anaenda kulia kwa Mungu. Mungu, mimi siwezi kupambana. Ndio maana Yesu anasema watakapowaita kwenye mabaraza, watakapowaita mbele za mahakama, msiwaze mtasema nini, wala msifikiri sana, kwa sababu Roho wa Mungu ataamua nini aseme ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile ambavyo fahamu zetu zilivyo chache, ufikiri kwa uchache na ufanye kwa uchache. Ndio maana siku zote tunahitajika tukutanike nyumbani mwa Mungu, tujifunze namna ya kumpendeza Mungu, na Mungu akaishi na sisi kwa upendo. Kipindi cha zama za sheria, watu wa sheria walimjua Mungu kama upanga, aliyetenda dhambi afe. Yesu ndo anakuja kuwaambia kwamba hapana, Mungu ni pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni pendo. Wanaanza kuona sasa upendo wa Mungu. Sasa hapana, wewe uongo. Huu ni uongo. Huu ni uongo kabisa. Uongo uliokisiri. Kwamba yani huyu ametenda dhambi, huyu mwanamke ametenda dhambi, tumpeleke. Yesu anasema haya, nani ambaye yeye hajatenda dhambi awe wa kwanza. Kuna watu huwa wanajihesabia haki, hata humu kanisani wapo ambao huwa wanajihesabia haki, hata kama ametenda dhambi jana ya uzinzi, leo yeye amepewa maiki kusema atawakandia wazinzi kama nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haoni tabu.
Sasa Yesu aliwajua Mafarisayo, hiyo ndio ilikuwa tabia yao. Walikuwa wanafanya maovu, wanajificha, na wakiona amekumbwa mwingine na lile janga, wanawasha moto ili yule mtu ateketee. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye Yesu akajua hawa wote password yao ni moja, akawafungua fahamu zao waelewe waliokuwa wanayafanya. Walipoanza kutafakari, hakuwepo mwenye haki hata mwanamke aliyekutwa ametenda dhambi aliinamisha tu kichwa mbele za Yesu, asijue huko nyuma kwake kuna watu. Baadaye Yesu anazungumza naye, sasa ndo anainua kichwa. Alitarajia mawe yanakuja kichwani, anasema halo, usitende dhambi tena. Ndio tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Leo tutajikita kwenye mambo tu mawili: kutambua neema ya Mungu na kuthamini wokovu uliopata kwa uangalifu sana. Luka 18:10 mpaka 14. Kutambua neema ya Mungu na kuthamini wokovu uliopata kwa uangalifu sana. Yaani kuna watu wanajua nimeokoka, Yesu aliteseka msalabani. Ndio. Hilo tu ndio wanaolijua. Hawajui nguvu ya neema. Hawajui nguvu ya kutesekea kupata kitu cha thamani. Nisomee. Rudia kusoma, anza kusoma. Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, ndio, watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akasema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ni Mafarisayo hapa ndani? Najua uwezi ukanyosha mkono kwa sababu najua Mafarisayo ni wenye dhambi. Kwa hapa nikisema watoza ushuru ni wangapi, mpo tayari kunyosha wote? Sasa nataka moyo wako uelewe ya kwamba wewe ni wa kwanza kuwa Farisayo, alafu Mungu anataka kukufanya kuwa mtoza ushuru. Yesu asifiwe sana. Kuitambua neema ulioipata na thamani yake kutakufanya kuishi maisha ya wokovu kwa uhuru kama ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautagombana na yeyote, na kuhakikishia. Unajua kwa nini kuna watu wanagombana na wainjilisti na walimu na wahubiri na waimbaji? Kwa nini? Mwinjilisti amesema wewe uzinzi ni dhambi, kwa sababu limemuuma. Kesho anasema, yani kuna watu wakipewa maiki wanajifanya ni watakatifu. Akikutana na mwimbaji anasema, wewe kanisani upo na nje upo, anasema kwa yule ameona zile ndo nyimbo za kutuimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ugombane na wahudumu wa nyumba ya Mungu? Ni kwa sababu moyo wako hauko tayari kubadilika na haujaitambua nguvu ya neema ambayo umeipata. Wokovu unapoambiwa ni neema, kitu kinachoitwa ni neema, tunasema ni bahati ambayo haikutarajiwa.
bahati ambayo unajua uzima ni bahati ambayo inatarajiwa yani uzima kesho kufika ni neema, si ndio hivyo? Lakini unatarajia kufika, si ndio hivyo? Ndio maana tunaweka mipango kwamba kesho asubuhi mimi nini, kwa sababu ni bahati ambayo wewe unaitarajia. Lakini wokovu ni bahati ambayo hakuna aliyeitarajia, na aliyeipata anajishangaa, anaendelea kufurahia wokovu bila yeye kujua kwamba hivi nilikujaje. Kama mimi hapa ukinieleza, nilijikuta niko kanisani, mama yangu anasali, na mimi nimepata wokovu, nikabatizwa, nikakulia wokovu, niko hapa. Kwa sikuandika mahali kwamba 1982 nitakuwa kanisani. Kuna watu ukienda kuwashuhudia anakuambia hivi, mimi sasa hivi niache nitafute kwanza hela, nikipata nikikusanya hata milioni 9.8 na wazo lake ni zuri, ninatamani nikija hata kanisani niwe natoa michango. Unaona, yes, hakuna wokovu unaomwendea mtu kwa mipango yake mwenyewe. Wokovu ulioupata ni kwa neema. Hiyo neema au bahati ambayo hukuitarajia huondoka mara moja tu. Nikuulize swali, wangapi washaiokota hela umndani? Kokote tu uliokota hela, kokote ulikopita ulikutana na hela, yaani ile njaa imekunania uelewi, unakuta ka 10,000 ako hapo, ukakangwala ukakuta ka 5,000, ka 1,000, ka 500. Wangapi washaiokota? Ile ni bahati ambayo wewe hujaitarajia. Ulijisikiaje moyoni? Yaani amani ilikuja kama ulikuwa una hasira, si ndio? Ndio tabia ya bahati ambayo hujaitarajia. Baada ya hapo ulianza kuwaza nini kwenye akili zako ukiwa unapita kwenye ile njia? Bwana Yesu asifiwe sana. Akili ikaanza kutengeneza taraja ya kupata tena. Unaweza kupita hata mara mbili, au hata njia unayopita nyingine unakuwa makini. Nasema hii njia huwa wanapitaga wenye magari, kwa huku unatarajia kaburungu, huokoti. Bahati ya mara moja huwa ina thamani kubwa, na kuipoteza ni mara. Wokovu ni bahati ya mara, kuupoteza ni mara. Farisayo alikuwa anamjua Mungu na anayoyafanya anayajua, na alikuwa anayafanya kwa kusudi. Ninajua nitaenda kufanyaje? Kutubu. Ndio maana anaenda kwa kiburi. Mungu, wewe unajua mimi zaka zangu sio buku kama wale wazembe. Hawatafuti hela wale, Mungu hawatafuti, na wajua wao wanang'ang'ania kulima vieka vimoja. Mimi nalima zangu 5, natoa zaka iliyoshiba mbele zako. Si ni sadaka ya Abili hii jamani, au mnaonaje? Nikimletea pasta milioni 5 anajisikiaje? Si hata moyo wenyewe ni mwemwele. Kazi inabaki wewe na nani? Na Mungu. Sasa ule moyo wa kutokujishusha mbele za Bwana ndio unaomtenga mtu na neema. Tunatenda dhambi wengi. Kwani nani ambaye umndani hajatenda dhambi? Alivyookoka, yani yeye yuko super. Kuna mtu hapa ukimwambia dhambi anasema uzinzi. Afu mwingine mzinzi ukimwambia dhambi anaona wizi. Mwizi ukimwambia dhambi anakuambia usengenyaji. Umenielewa? Kwa kuna namna akili yako, kuna mahali unaona pale ndo dhambi. Hapana, kile tu ni kipimo chako wewe. Si wewe ndo dhaifu hapa. Nilikutana na bwana mmoja nilipokuwa Dodoma. Ni amesomea uprofesa. Ni profesa, anatafuta cheti cha uprofesa pale Chuo Kikuu cha Dodoma. Yeye alichelewa kuoa, na anasema alifikia hatua ndugu zake wakamtafutia mazingira, wakaona mbona kama blaza changa hapa, hatuelewi namna gani, vipi hasa, wakaona wamfanyie mazingira.
wakamtengenezea mazingira kumpeleka wifi na shemeji mtu. Blaza, hizo sio mambo zake kabisa. Unataka uniambie nini kuhusu huyu mtu kwa habari ya dhambi ya uasherati na uzinzi? Yeye sio kitu chake. Yeye hesabu zake atakuwa anawaza, nikiongea uongo mimi nimemkosea nani? Mungu. Kwa sababu mwili wake ulikuwa umeseti. Sasa hivi ana watoto, sio kwamba hajaoa. Alishaoa. Lakini wakati wake ulikuwa bado. Na mwili wake, changamoto ambayo wewe ulikuwa nayo kama moto wako haukuwa nayo. Ndio maana wewe sasa hivi tukikwambia ufisadi ni dhambi, unasema ndio. Wanaficha hela, wananunua, tunakupa ubalozi. Tumekupa ubalozi, unaambiwa hapa pana ujenzi wa zahanati. Sasa wewe balozi, kwa sababu tuko kwenye balozi yako, utatusaidia usimamizi. Hela imetoka milioni 18 juu, imefika kwako, inafika kwako milioni 10. Walio juu wanasema cheka na wewe, ukishangaa utalia. Unaona? Lakini na mimi huwa naenda kusimamia tofali. Kwa nikichukua kamilioni 3 haka, wale wenzangu wamekula 5, mimi kamilioni 3. Hamna. Si umeona hiyo hesabu? Wewe sasa hivi unaona hela ndio shida yako. Kuna mtu hela sio shida kwake. Shida ni uwekezaji, hisa. Ndio maana akili yako inawaza fedha. Akili yako inawaza nini? Tambua neema. Usimlaumu ambaye unamwona yuko kwenye dhambi fulani. Ikiwezekana muombee. Si mnanielewa? Muombee, kwa sababu wokovu huo ambao ameupata, kuupoteza ni mara moja. Na kupoteza wokovu, neema tulionayo, sio kwa dhambi moja, ila unyenyekevu ndio unaoturudisha mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Mungu anakataa roho ya kiburi. Ndio maana umndani ni wakosaji. Sasa tulivyo sisi watumishi wa Mungu, jana umetenda dhambi fulani, umekuja ibadani ukakuta umecheza, mnalieniona? Ulipokuwa unatoka nyumbani una wasiwasi, unasema kuna wale wana macho kiroho, wale mchungaji ana macho ya kiroho. Unasubiri aje aseme kuna mtu ametenda dhambi, wewe simama. Alafu unafika unakuta mchungaji hata tena siku hiyo anafundisha somo la baraka na utukufu kwa Mungu. Sema yani nilitarajia leo somo litakuwa ni namna ya kukataa dhambi. Hamna. Wokovu ulionao wewe ni wa kwako wewe peke yako. Roho ya kiburi ikiinuka ndio inayoua wokovu wa mtu ndani. Ndio maana Mungu hadi anamhukumu mtu huwa atumii kosa moja. Siji tunaelewana Sio sawa na sheria yetu ya Tanzania kwamba ukikutwa na kosa la wizi ndani, yani sisi sio kwamba umewahi iba lini. Bwana huanza kusema na mtu mapema, kama anavyosema na Kaini kwamba dhambi iko mbele yako, unaitenda. Anataka tena kukujia, anamwambia Kaini kwamba ndugu yako yuko wapi? Roho kiburi inamfanya Kaini anajibu jeuri. Kuijua neema na Mungu unayemtumikia. Acha kujiinua. Yani wokovu wewe peke yako. Ukijua kwamba mimi ndo nimeokoka, utaupambania wokovu ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kukubali kuwa unaishi kwa neema, hilo nadhani nimelieleza. Kukubali kuwa umeokolewa kwa neema, hivyo huna sababu ya kujivuna. Usije ukasimama mbele za watu kwanza kusema mimi ndo nani? Mimi. Yaani mimi hata na hii sauti hii inawezekana wewe unaiona sasa hivi ni sauti. Ni kwa sababu ya ile neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu. Lakini kuwa na dhamiri njema moyoni mwako, kutengeneza dhamiri njema. Nia yako iwe njema juu ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Wokovu wa neema utakufanya wewe uendelee kujinyenyekeza. Yaani kosa litakalokukuta ndani ya wokovu litahesabiwa kuwa ni kosa
kama nia yako haikuwa kulitenda hilo kosa. Kwa nini dhambi ya uzinzi huwa inalaumiwa sana? Kwa sababu dhambi ya uzinzi ina maandalizi makubwa, haitoki moja, ina maandalizi makubwa. Ndio maana wengi huwa hapana, Kwa nini? Kwa sababu maandalizi yake ni makubwa. Sasa wewe anza kukata mzizi kabla halijaja shina lenyewe. Mbegu ile inayopandikizwa kwenye ardhi ichomoe, kakaushwe na jua ili uwe salama. Wazo la kuja kichwani, unamuona mwanamke mzuri na mnamkeo, hilo ndo ushughulike nalo kwanza, na hakuna wa kumwambia zaidi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndo italeta usalama kwenye nafsi yako. Kufanya wokovu kujulikana kwa wengine ili upate neema ya kujiepusha kutoa matunda yasiyo ya wokovu. Kuna watu wameokoka wanajificha. Yaani wewe unali hapa na mwanetu katano hapa nyingi. Mbona umeokoka hapo utaki tujue kwamba una Yesu? Unatuficha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kujulikana kwa wokovu wako kutakulinda dhidi ya dhambi zingine. Mimi kuna mazingira walikuwaga wanataka waniage na shule hiyo hapo. Kipindi fulani nilikuwa nataka nielekee mahali fulani, wakataka kuniaga. Sasa wanaandaa ukumbi waliofikiria, kwa sababu wengi pale walikuwa ni wapigaji, wanywaji kidogo. Wakasema tungeenda ile nani pub fulani. Au mmoja akasema wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio akaja akaniambia, akasema yani kwa sababu tu umeokoka, ila tulitamani tungekupeleka kwenye lile chimbo. Sasa wewe wokovu wako umeuweka mfukoni, unakuja kuutoa mlangoni kanisani. Nimeokoka, Baba yetu uliye mbinguni, ili tukuzwe jina lako. Umetukuzwa milele Bwana. Amen. Twende tu. Ndio maana yani mtu aliyeokoka sasa hivi, si ndio unaona vijana wanavyofanya? Anachona kasuruali kako hivi, anakuja nako kanisani. Wanaficha wokovu. Akitoka nje ana uwezo akapiga tu shati limemchora Diamond, yuko hapa kwenye tumbo, akiona ile suruali ya kanisani inaonekana ni mtoko. Unaficha wokovu. Kauli sasa hivi zimeanza kuingia hadi makanisani. Unyama. Poa mwanetu, zamani ilikuwa wokovu wa zamani, wazee wetu wako hapa. Hata kusikia poa mambo. Ndio maana walikuwa wanasema mambo kwa nani? Kwa Yesu. Unadhani mambo hazikuwepo? Zilikuwepo, ila hazikuwa kwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Sasa hivi wamekuja hadi wachungaji ambao tumechongesha kama generator. Yeye ndo analiwasha. Mambo yanaenda ise. Mmeamka unyama. Jamani, kanisani. Wokovu ukiuficha unairuhusu dhambi kukutawala. Beba tu Biblia yako wakuone wote. Eti watasema anaendaga kanisani. Waache, kwani watakuwa wanamzungumza nani? Si Yesu. Waache wakae wamjadili Yesu. Alafu nikwambie kitu kimoja. Wakikaa wanakujadili kuhusu Mungu, Mungu huwa ana tabia ya kushuka. Si mnanielewa Yaani wakikaa watu wawili watatu, Mungu si anasema yuko katikati yao. Wakakujadili watu wawili watatu, wakasema ila yule anampenda Mungu, yule, roho ya Mungu huwa inaanza kushuka. Mada yao inaanza kuwa njema. Kama hawataweza kubadilika, kuanza kufikiria maendeleo, watafikiria vitu vingine vya msingi. Lakini kwa sababu matendo yako ni ya mchongo, wanasema anasali tu na wewe. Tuna Mungu pale. Kwa sababu unachanganya chumvi na sukari. Ushaiona ladha yake wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka Bwana aende pamoja na wewe, uzirishe tu wokovu nje. Jamani, mimi ni wa Yesu. Tukisema tuna mkutano wa nje, unakimbia kuimba kwaya. Unasema mkutanoni nitakuwepo, ila kwaya sitaimba. Unaficha nini? Unaficha nini? Unavozidi kujificha, ndio watu wanazidi kukuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ndo anakufuatilia mguu kwa
siku ya siku ukikutwa chemba umembananisha binti ya watu, wewe si unasali wewe? Ukishaambiwa unasali lazima hadi maneno yenyewe apokonyoke. Yule kwa nini? Kwa sababu wamekukumbusha. Inawezekana shetani alikuteka ila wanakukumbusha wewe si unasali. Baadaye kuna faida kuutangaza wokovu, watu wengine wakaujua. Wengine wanaogopa vita, eti hapa pana wachawi sana, wakijua nimeokoka wataniwinda. Sasa watakuwa wanagombana na wewe, wanagombana na aliye ndani yako. Shida kavivu kwa kumtafuta Mungu, lazima wakuchape, wakugwide hiyo shingo, wakanyage ipinde hivi, upate muda wa kumtafuta Mungu. Sasa eti unauficha. Sasa unauficha, unadhani hawaji? Utaendelea kuumwa na viroboto ukilala. Sasa yani kuna viroboto ni vya usiku tu, mchana havipi. Acha wakukamate vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, namna ya kujenga uhusiano na Mungu katika kuitambua neema. Ukishaijua neema, utaishi vizuri na Mungu, utajua ni Mungu gani unayemtumikia. Jambo jingine la mwisho sasa ni kujenga utayari wa kumtumikia Mungu. Kujenga utayari wa kumtumikia Mungu. Katika kukaa uweponi mwake na kuhakikisha usalama katika madhabahu ya Bwana ndani ya mwili wako au moyoni. Kukaa uweponi mwake na kuhakikisha usalama katika madhabahu ya Bwana ndani ya mwili wako au moyoni. Kuna wakati ambao kuna watu ambao wanafikiri uwepo wa Bwana tunakutana nao kanisani, au kuna wakati ambao tunakutana na uwepo wa Bwana. Hapana. Mungu anapotutambulisha ya kwamba sisi ni kanisa, penye kanisa pana nini? Pana madhabahu. Penye madhabahu pana uwepo wa Mungu fulani. Kwa muda wowote wewe uko ndani ya uwepo wa nani? Wa Mungu. Mazingira yoyote wewe uko ndani ya uwepo wa nani? Wa Mungu. Hakikisha usalama wa madhabahu yako. Tukizungumzia moyo tunazungumzia nafsi. Mahala popote unaona maandiko yametaja moyo, yanazungumzia nini? Nafsi, ambayo yenyewe ndio inaweka mikakati na mipango ya utulivu, kwamba hapa nimefikiria vizuri. Ukiruhusu shetani akaingiza mikakati yake, hatukupati. Tutaanza kukutafuta kwenye channel. Bwana Yesu asifiwe sana. Umruhusu Roho wa Bwana aitawale madhabahu ya moyo wako, ili yanayotoka ndani yatoke yaliyo ya Bwana. Ndio yale tumeng'ang'ana. Kula kanguruwe sio dhambi. Nini? Unakaandiko kamoja umekashikilia. Kula kanguruwe sio dhambi kwa sababu amesema kile kimtokacho ndicho kinachomtia unajisi. Kimtokacho ni uongo, maneno mabaya. Wewe hayakutoki hayo. Sasa una tofauti gani? Kanguruwe unakula na bado na yanakutoka na hayo ya kutokayo yanayokutia unajisi. Sasa wewe tuna nini kwako? Tuna nini kwako? Bwana Yesu asifiwe sana. Umtambue Mungu unayemtumikia ni wa thamani kiasi gani. Unapodumu katika kutumika, yaani usije ukamuona mtu yoyote yuko bize na kanisa. Huwa wengi wanasema yani kanajifanyaga kakijana kakanisani, kamtoto kakanisa. Pambana binti Sayuni, pambana. Yani wewe umejifanya kama mke wa mchungaji, pambana. Unalinda madhabahu yako iwe na nguvu na uwepo wa Mungu. Yaani kuna mahali mimi hata nivaeje, nikienda wanasikia nguvu ya Mungu. Unaona? Wewe jamaa, habari ya kwako? Hawaoni kuniambia shwari, vipi unyama? Kwa nini? Kwa sababu mtu yoyote aliyeilinda madhabahu ya Bwana, madhabahu ya Mungu huwa inajitangaza. Huwa inajitangaza. Kwani jamani, mbona kama mnielewi? Hivi Kaaba tunamgundua, tunamwona alivyo tu, si ndio hivyo? Tukikaona tu wewe sketi itakiwa ivuke goti, tunaiona iko hapa, tunaanza kuhesabu 1 inapanda 2 imefika hapa, na huyu ni kahaba. Yaani ulianza hatua ya kwanza ukasema mimi sivuti, ukaanza kuchoma choma vikaratasi. Ni makaratasi tu. Baadaye tunaanza kukuta stick.
Baadaye tunaanza kukuta kameanza kukaa kasigara, unatafuna bigiji. Baadaye tunakuta mzee, sasa nifiche ya nini? Unaendesha kagari na miguu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya madhabahu, ukianza kuilinda madhabahu ya Mungu itakueleza popote. Hata kama unatongoza, mimi nikwambie hivi, kijana ambaye unataka kuishi na Bwana, au mwanaume au mwanamke ambaye unataka kuishi, ukiwa na madhabahu yenye nguvu, mtu ambaye amejipanga kuja na sentesi, akikuta madhabahu yenye nguvu, sentesi lazima ziporongonyoke, kwa sababu vinakuwa ni vitu ambavyo havifanyaje, havipatani. Sasa sisi tumejipoza wenyewe, ulishapoa kiroho, kwa ukikutana unakuta kama zinakubali, unaanza kusema Yesu kanisani wanikataza, walisema sisi hatutendi dhambi. Haya, hawatendi dhambi, siku ya siku amekupa mihera, unaanza kuchekelea, unasema zile hela na nilitoa na zaka. Haya, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha usalama wa madhabahu yako ndani, popote unapoenda. Wasipokutambua, yani wasipokujua wewe sio mtumishi wa Mungu, anza kulia mbele za Bwana. Yani nini niko hapa? Hakuna mtu aliyejua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Sasa wewe unavaa suti, nadhani tutakujua kwenye suti zako. Suti, mbona wanaovaa wako wengi? Tena matapeli siku hizi wanazipenda suti kweli. Wewe utatuambia nini kuhusu suti zako? Watu wanatapeli, nyumba inaenda nzima na amepiga suti, mheshimiwa. Unaweza kuzani ni pasta. Ndio maana hata ukivaa suti hatukuamini. Tunachoangalia ni madhabahu. Vazi la ndani lipige kelele. Likipiga kelele hilo vazi, tunaanza kusema ila yule mtumishi. Yaani nikikutana na wewe najisikia Masayo. Yesu, nikikutana na wewe nasikia Mungu amefanya kitu. Yaani ndio vitu ambavyo vinalalamika kwenye hiyo madhabahu yako. Sasa madhabahu yako wewe inalalamika mambo ya dunia, unyama, hela. Haya. Sawa. Tutakukuta pale mbele. 10 Kumbukumbu la Torati 8. Mambo ambayo huwa yanajenga utayari wa kumtumikia Mungu na yanahakikisha usalama wa uwepo wa Mungu. Nisomee hapo. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, na wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana kwa kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alilitenga kabila la Lawi kwa ajili ya kazi yake. Mungu amekutenga wewe na ulimwengu kwa ajili ya kazi yake. Hakikisha uwepo ndani yako au pungui. Mambo yanayojenga yanaweza kukujenga vizuri ukakaa na kuwa na utayari wa kumtumikia Mungu. La kwanza ni maombi. Usiache kuomba. Watu ni wavivu wa kuomba. Mnajua tu kubariki chakula, kuomba kwa ajili ya kulala. Unajua kuomba ugonjwa ukiingia, toka shetani, hii ni roho ya kichwa, toka na kujua we ni jini, toka. Hautaki kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi jambo la pili ni kutafakari na kushika neno la Mungu. Ukikalisha neno la Mungu kaendelea kulifikiria, linaendelea kuimarisha uwepo wa Mungu ndani. Kukemea shetani ndani yako. Maana popote ulipo shetani yupo. Usikubaliane na wazo la nani? La Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutumika utumishi wa nyumbani mwa Mungu ni pamoja na kushiriki michango, kazi ya pamoja, kutegemeza wapakwa mafuta, wajane na wenye shida. Huo ni utumishi nyumbani mwa Mungu. Fanya hayo, Mungu aweze kukupungukia na utauona uwepo wake. Utoaji ulimfanya Kornelio apate nguvu ya kuvutwa nyumbani mwa nani? Mwa Mungu. Jambo la mwisho, kuwa tayari kwa kila tendo jema au kuitumia kalama na kipawa ulicho nacho kama inavyompendeza Mungu. Naomba usimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo.
Somo langu litakuwa limefikia hapo. Kama kuna kitu umejifunza kwa dakika chache tu, tutaenda kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu unataka Mungu aanze na wewe, mwambie tu Mungu, niko tayari. Hebu fumba macho yako. Tafakari nafsi yako na jinsi unavyoenenda mbele za Mungu. Moyo wako, naomba usiniwekee biti. Usiniwekee biti. Moyo wako uelekeze mbele za Mungu. Tafakari jinsi unavyoenenda. Yamkini una matendo mengi ambayo unajua kabisa hili sio pando la Mungu. Inawezekana ni pando la ukoo, unasema ukoo wetu ndio tupo hivi. Mungu hana ukoo mbinguni. Anakutaka wewe. Nenda ukazungumze na Bwana. Mwambie Mungu, ninahitaji unitengeneze. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu uliyejaa neema. Mungu unayestahili sifa tukufu. Hakuna Mungu anayefananishwa na wewe, Bwana. Ninakushukuru na kutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu wa ajabu na neema yako imejitukuza siku zote katikati yetu. Nuru yako ikazidi kutuangazia na mkono wako ukasimame pamoja na sisi. Asante kwa sababu ya ule upendo wako na jinsi ambavyo Bwana umetufundisha. Mimi ni nani Bwana? Wewe umezungumza kupitia kinywa changu, na yale maarifa uliyoyaruhusu ndani yangu ndio haya ambayo Bwana umeyaruhusu siku ya leo yakawafikia watu wako. Ninaomba wakuponywa akaponywe nafsi yake, ambaye Bwana anahitajika kukurudia akakurudie wewe kwa neno lako. Ninamvuta kwa jina la Yesu Kristo akasogezwe kwa upya katika madhabahu yako, na Bwana rehema zako na neema yako Bwana zingire na kufanya upya maisha yake na kumtengeneza. Ninaomba nuru yako Mungu isipunguke, ukazidi kutuangazia kwa kuwa wewe ni Mungu uliye mwema. Limeinuliwa na kutukuzwa jina lako, Mungu wa majeshi. Ubarikiwe na kutukuzwa, mfalme mwema. Asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uweza wako. Nuru yako na neema yako itembee pamoja na sisi. Asante Mungu kwa kuwa umetuponya na kutusaidia. Amen. Amen. Karibu.